Amma baad, habari kubwa hizi. Habari kubwa mabwana, huu ni mkia wa kondoo. Huu ni mkia wa kondoo ambao mkia huu wa kondoo ndo ulopikwa hapa, ndo unapikwa hapa kwenye moto. Mkia kama huu wa kondoo unaopikwa hapa kwenye moto, moto huu ni mkali. Yani hapa kuna moto chini gesi, alafu kuna moto juu. Lengo hapa kuna kwato, hizi kwato mnazoziona hizi, alafu kuna mkia, alafu kuna ule mfupa. Ina maana hapa kuna vitu vitatu vinavyofanyika. Kitu cha kwanza, tumetafuta ule mkia wenyewe wa kondoo. Ule mkia wa kondoo tunaupika namna kama hii. Sasa ukishapikwa namna kama hii, unatoa yale mafuta. Hapa lengo letu ni haya mafuta. Kisha mafuta kama haya yakishakuwa hivi, kuna kwato. Hizi kwato za kondoo hizi, hurufun, pia nazo zitapikwa, nazo zinatoa mafuta yake. Halafu ule mkia wenyewe, shika sheikh, unakamfupa kale kakatikati, haka kamfupa haka kamfupa katakaushwa, haka tutakakata, tutakatwanga, tutapata unga ule unga. Baadaye tutachanganya na mafuta yetu haya. Tukichanganya na haya mafuta haya, kuna tiba moja mujarrab. Hii tiba habari zake nzito kweli kweli. Tiba hii, kwanza mafuta yake ukinywa yanatibu ulcers chronic, madonda ya tumbo sugu. Lakini cha pili tulichotengenezea mafuta haya ya hatari, Allahu akbar, yani tiba yake ajabu sana. Na kabla sijakuambia lengo la kutengeneza, ngoja nikumalizie. Pia mtu akiwa na maumivu ya mgongo, akipaka mle mgongoni, khalas. Lakini lengo na point, pia mtu kwenye korodani ana zile fangasi mpaka anakunywa dawa mwezi mzima azisikia, hasa wanaume. Anawashwa mpaka anasikia raha. Utasikia tu Sasa fangasi kama zile, dawa yake akipaka kwishnei. Ila sasa lengo sisi si vidonda vya tumbo, si nini. Lengo letu jambo moja tu. Mshalijua? Maliza hapo kwa comment, naona ushajua. Jambo hili moja tu. Na jambo lenyewe ndoa. Wababa tuna tabu, tunatafuta. Yani hii hapa tumeiweka kwa chupa kama hii, tunaita hurufu mbahab. Dawa kama hii mwanaume anachukua kidogo haya mafuta haya, alafu anapaka kwenye kiungo chake cha uzazi. Anapaka kwenye kiungo cha uzazi. Miujiza atakayoiona hapo, kwanza anakuwa na hisia kali. Na ninarudia neno, kama hajaoa asipake, kesi hatutaki. Kama hajaoa asipake. Ngoja niongeze, pia kama ana mke mmoja na mke mwenyewe dhaifu, asipake. Asipake kabisa, ataleta hatari huyu. Lakini la pili, hakikisha afya yake iko sawa, kwa sababu kima cha chini ndo kawai lisali moja. Amewai lisali moja. Tumeelewana Lisali moja. Hatari kweli kweli. Lakini pia
ina sifa ya yale maumbile yalonywea kukaa katika mpango mzuri. Sasa angalia kama hapa haya mafuta, yani ndio dawa hiyo ishapatikana, lakini ni mkusanyiko wa kwato na ule unga wa mkia na yale mafuta yake. Ndio unaona jasho linatutoka kutengeneza vitu kama hivi. Sasa vitu kama hivi, ndugu yangu Muislamu, lazima kidogo utachangia, kwa sababu hii kazi unavyoiona inachukua kutwa nzima kupata angalau lita 10 tu, kutwa nzima. Na kwa sababu kondoo ana harufu, basi lazima tumix na mikaratusi na nini kwa ajili ya kuondosha, lakini ni tiba nzuri. Si mnajua mafuta ya nyama ya ndege ni tiba? Si unaona hata mafuta ya kuku, ukiweka sikioni tu mafuta ya kuku umepona. Si ni kuongeze kitu kimoja, wakati tunaenda zetu Zanzibar kule na Sheikh Sabas, tulienda na ngamia. Mafuta ya ngamia kama ya kondoo, ile nundu ya ngamia inatoa chupa 40. Mafuta ya ngamia kwanza ukiyaweka yanaganda dakika hiyo. Hayo yako super na ni tiba kubwa sana. Lakini mafuta ya kondoo nayo ukiyaweka yanaganda, hasa ukimpata yule mnono. Kwa hiyo hapa inatakiwa mikia. Shekhe, mkia mmoja kiasi gani? Mkia mmoja 14, na ili angalau upate lita 10 ipatikane mikia 12. Sasa mikia 12 ni shilingi ngapi? Sema. Mikia 12 peke yake inakwenda kama laki nzima hivi. Kwa hiyo ni shughuli kidogo, lakini ukimpa mtu utakuwa umemsaidia. Mtu mwenye matatizo ya tumbo, lakini pia mtu mwenye mashetani, hasa jini mahaba, ugomvi kwake, haya mafuta hayaelewani nayo kabisa. Alafu la mwisho, kondoo ana siri kubwa. Kwanza ana wezani wa mbuzi wawili kondoo, na manabii wengi wakimchinja sana kondoo. Nabii Allah Ismail alayhi salam, Allah alimkomboa kwa kondoo kutoka peponi. Watoto wa Nabii Allah Adam walipopeleka sadaka yao kwa Mwenyezi Mungu, Sayyidina Habili alipeleka kondoo, na Mwenyezi Mungu akaleta moto ukanyakua kondoo. Baadhi wanasema Nabii Allah Yusuf alichinjiwa kondoo 50, kondoo 100. Hapana, 1000 kwenye hakika yake. Na pia tunasisitiza wale watu ambao wanafanya dua, tunawaambia katika dua zenu jitahidini sana kondoo mumchinje. Na la mwisho, hata nyama ya kondoo na ya mbuzi, nyama ya kondoo tamu sana. Nyama ya kondoo nzuri, nyama ya kondoo. Na kondoo ana siri nyingi sana. Kondoo tukimchinja mambo yetu yanakaa sawa. Lakini mbali ya yote, kondoo pia anatuletea dawa kama hizi kupitia kwato zake na mfupa mkia wake pamoja na mkia wake mwenyewe. Na ndio maana utamkuta mnyama kama kondoo anakuwa kama paka pia, katika tendo anakawia kwa kiasi kikubwa sana. Sheikh Uthmani ametoa dawa ya mafuta ya kondoo, anaita Hurufu Mbaham. Anasema dawa kiboko ya wanaume. Kwa hiyo tusome maelezo. Maelezo hapa wameakata. Anasema la mabit, mafishi naum, hakuna kulala, kuchelewa hadi lisaa, kuzidisha hamu ya kurudia, kuimarisha maumbile barabara, kutoa kibamia, kuweka dushele, wacha we, kuwa kijana mpya. Kwa hiyo pia mtu akiwa mzee anakuwa kijana. Inshallah mawasiliano yanapita, na nafikiri si vyema japo kameramani mmoja kuchukua hata kijiko akaondoka nacho, ili zile comment akazijibu vizuri. Bwana, hata na mimi nimetumia hiyo. Lakini ambaye hajaoa mwiko asichukue, ataleta tabu. Mwenye mke mmoja hatutaki kesi.
Hatutaki kesi. Hii ni sample ya chupa tu, amna kitu. Ni sample ya chupa tu. Baada ya hapo wakati wa sala umeingia. Wajazakumullahu khair wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.